Bwana, kwenye kipindi hichi cha pili kwa upande wa wananchi naona wana struggle sana, hasa baada ya Pacome Zouzoua kuweza kutolewa. Yaani ile direction ambayo alikuwa nayo mwanzo, spirit, lakini pia ule mwendo ambao alikuwa nao mwanzo kwa sasa hivi kama umepungua. Ukitazama mipango ambavyo namna inafanywa, lakini pia ile speed ya kuelekea kwenye lango la upinzani, kila kitu kimebadilika na sasa hivi wao ndo wanashambuliwa kwa nguvu mno. Tangu kipindi cha pili kimeanza, kwa kweli wananchi wana struggle sana kuweza kuzuia, lakini pia kuhakikisha mashambulizi ambayo yanaletwa kwa upande wao basi wanaya clear vizuri. Yaani kuna namna Pacome Zouzoua alikuwa anaongeza speed kwenye upande wa kushoto kule, lakini pia kwa upande wa kulia huku Israel Patrick Mwende alikuwa anaongeza kitu pia na yeye. So kwa sasa hivi mabadiliko, kuna namna kama kikosi kimeza ku drop, wanashambuliwa kwa nguvu kubwa. JS Kabylie kama vile hawajapoteza kitu, yani wamekuwa wapya kweli kweli. Madhambi yanachezwa kwa wingi, lakini pia wanahakikisha kwamba wanalifikia lango la wananchi kila mara. So kwa sasa hivi Yanga inacheza kwenye pressure kubwa, japo pia kwa upande wa mchezo wa Al Ahly pamoja na AS FAR Rabat kule mambo bado ni magumu kwa upande wao. Wananchi wanaweza kupambana, lakini hatima ya mchezo wa leo bado ipo kwa upande wa mchezo wa Ahly pamoja na AS FAR Rabat. So kile ambacho kinaendelea hapa wao ni kumalizia tu kile ambacho kipo mbele yao, lakini mpaka sasa hivi mambo bado ni magumu kwa upande wao na kwa upande pia wa maamuzi ambayo yanafanyika kwenye mchezo huu. Yanga bado mambo ni magumu, inashambuliwa kule, lakini Diarra na uclear pale bado wanakwenda AS FAR Rabat, mashambulizi makubwa. FAR Rabat pale bado FAR Rabat na Baka, mpira unatoka nje, unakwenda kurusha kuelekea katika lango la, amefanya madhambi pale. So mpira unapigwa kuelekea katika lango la wananchi ambao wanapelekwa moto kweli kweli kwenye kipindi cha pili. Baka, Duke Abuya wana struggle ku clear, lakini ndio hivyo yanatokea madhambi ambayo yanapelekea kuweza kuelekezwa kwa upande wa Club ya Dar es Salaam Africans. So ni mwendo wa kujipanga na kuzuia wakiwa wote. Yani sasa hivi Yanga wamerudi nyuma wote kuhakikisha wanazuia kile ambacho tayari wameshakipata, lakini pia kuongeza speed kwa upande wa upinzani. Ni free kick inapigwa, inajazwa kule Salale, kidogo tu tungezungumza mengine hapa. Wananchi kuna namna kwenye safu yao ya ulinzi inabidi pia wajitazame. Dakika 60 bado, dakika ni nyingi kweli kweli. Mijazo na alikuwa Diarra shakubali kwamba shughuli acha iwe namna ambavyo itakuwa kwa kwenye engo ya mbali kabisa kule. Sekunde tu, sentimita kadhaa tu kitu kingeweza kujaa kambani, lakini ndio hivyo kwa upande wa target ilikuwa kidogo imeweza kuzidi kwa upande wake. So JS Kabylie anakwenda, JS Kabylie anatanguliza mpira kwa mwenzake. JS Kabylie upande ule, JS Kabylie anachukua mali kwenye penalty box, anatan kichwa, lakini anaondosha wananchi pale. Asalale wananchi wapelekwa moto kweli kweli wakati huu hapa. Yani tangu Pacome Zouzoua ametoka, kuna namna kama kikosi kimekosa morali, hasa kwenye kushambulia. Wanacheza nusu uwanja, wanapanda, lakini baadaye wanapata counter attack, kisha wanajaa. Max Nzengeli anajeuka, Max apeleka rimba harakati, Duke Abuya anawaisha mbele kule, lakini bado mpira unatulizwa kwa mtu JS Kabylie. Haya, chukua tena Max Nzengeli, Duke Abuya, Mudathiri, lakini wapi, wanachukua JS Kabylie. Haya, Bakar Sar anapeleka wapi, anacheza katikati pale, Weda Arthur unatangulizwa vizuri, Diarra anatokea pale. Asalale wananchi humo ambao wanapelekewa watu amini kila ambacho kinatokea mbele yao. Wana wameamka kweli kweli, mambo ni magumu. Dakika ya 61 wananchi moja